Tarehe 14 mwezi Mei mwaka huu wa 2026 majira ya saa 4:30 usiku, polisi walipokea taarifa kuwa katika majengo pacha ya PSSF ambayo yapo hapa mtaa wa Mission karibu na stesheni ya zamani ya reli hapa jijini Dar es Salaam, watu wawili, taarifa ile ilituambia kwamba watu wawili wenye asili ya Kichina, yani Wei Shen mwenye umri wa miaka 64, huyu ni mfanyabiashara raia wa China, na mwenzake ambaye alifahamika baadaye kwa jina la Lang Zhou mwenye umri wa miaka 44, naye ni mfanyabiashara raia wa China. Ilidaiwa walivamiwa na kutekwa na kundi la wahalifu waliodaiwa kuwa 7 na kupelekwa maeneo ambayo kwa wakati huo hayakujulikana. Polisi kwa kushirikiana na kamisheni ambazo zipo ndani ya jeshi la polisi za uchunguzi zilifuatilia jambo hilo, na baadaye ikafanikiwa kupata namba za magari ambayo yalidaiwa kutumika katika tukio hilo. Gari mojawapo ambalo lilikamatwa kabla ya wahanga hao kupatikana, baadaye lilikutwa likiwa na namba T305 DRP aina ya Toyota Alphard, ambazo katika ufuatiliaji ilibainika kwamba hizo sio namba zake halisi. Na gari lingine ambalo lilikamatwa baadaye lilikuwa na namba za usajili namba T188 DHT aina ya Toyota Harrier. Watuhumiwa hao ambao walidaiwa kufanya tukio hilo kabla hawajakamatwa walikuwa wakitoa vitisho kwa ndugu za raia hao wa Kichina kuwa wapewe kwa njia ambazo wangewaelekeza wao. Watuhumiwa hao walikuwa wakidai kwa ndugu za watu waliodaiwa kutekwa wapewe kwa njia ambazo wangewaelekeza wao dola za Kimarekani milioni 20 ili waweze kuachiwa. Upelelezi wa jeshi la polisi uliendelea, na hatua ya kwanza ukafanikiwa kuwaokoa wahanga hao. Wahanga hao waliokolewa tarehe 16 mwezi Mei mwaka huu, na uchunguzi ukawa unaendelea, na walikutwa wakiwa wamejeruhiwa na kuumizwa kwenye maeneo mbalimbali ya miili yao huko maeneo ya Mbezi, Kinondoni. Wahanga hawa waliodaiwa kutekwa walipelekwa hospitali ya Aga Khan, lakini mmoja ya wahanga ambaye amefahamika kwa jina la Wei Shen bado hali yake sio nzuri na amelazwa katika hospitali ya Aga Khan jijini Dar es Salaam. Upelelezi uliendelea na kufanikiwa kuwakamata watuhumiwa 4 baada ya ufuatiliaji mkali kufanyika kuhusiana na tukio hilo. Watuhumiwa hawa ambao wamekamatwa pia ni raia wa Kichina ambao wamefahamika kwa jina la Deng Anging, miaka 49, raia wa China, lakini mtuhumiwa mwingine amefahamika kwa jina la Fan Zhong, miaka 49, ni raia wa China. Mtuhumiwa 3
amefahamika kwa jina la Zhang Zhangzhou, miaka 51, ni raia wa China, na mtuhumiwa wa 4 ni Deng Owen, miaka 40, ni raia wa China. Hawa wamekutwa pia na simu za wahanga na vielelezo vingine vinavyohusiana na tukio hilo. Upelelezi wa tukio hili kwa maana ya shauri unakamilishwa, na kila aliyehusika katika tukio hili kwa namna moja ama nyingine atashughulikiwa vikali na kwa hatua stahiki zilizo ndani ya mfumo wa sheria. Narudia, upelelezi wa tukio hili unakamilishwa na kila aliyehusika katika tukio hili kwa namna moja au nyingine atashughulikiwa vikali kwa hatua stahiki zilizo ndani ya mfumo wa sheria. Polisi Dar es Salaam, narudia, Polisi Dar es Salaam haikubaliani na vitendo vyovyote vya kihalifu. Narudia, Polisi Dar es Salaam haikubaliani na vitendo vyovyote vya kihalifu, na inaendelea sasa kwa msingi huo kuwashukuru wananchi ambao wamekuwa wakitoa taarifa za kweli, baadhi yao ambazo zimesaidia kuzuia uhalifu na zingine zimesaidia kuwakamata wale ambao wanajihusisha na vitendo vya kihalifu.